Je, wewe ni mmoja wa wazalishaji ambao wapo kwenye biashara ya ufugaji wa kuku, lakini wanapitia changamoto nyingi sana ambazo zinawasababisha waweze kukata tamaa, au ni mmoja wa wafugaji ambao unashindwa kupata utatuzi kwenye masuala mazima ya namna ya kutumia chanjo kwa usahihi ili kusudi uweze kufuga kuku wako kwa matokeo? Kama shida hizo unazipitia, basi video ni kwa ajili yako. Cha kufanya ni wewe kuendelea kuangalia video mpaka mwisho ili kusudi nikuelekeze namna sahihi ambayo utaitumia kuweza kuhakikisha usalama wa kuku wako. Jina langu naitwa Lembo Kija, napenda sana kuhusiana na masuala mazima ya uzalishaji pamoja na kilimo. Kama ni mara ya kwanza, unaweza kubonyeza alama ya kengele hapo chini ili kusudi unapata video zangu zote ambazo zitakusaidia kuweza kujifunza vizuri kabisa kuhusiana na masuala mazima ya ufugaji pamoja na kilimo. Ndugu mzalishaji, ili kusudi uweze kufanya vizuri kwenye aina ya uzalishaji ambao unaofanya, ni lazima au hauwezi ukaepuka namna ya kutumia chanjo kwa usahihi, na hiyo ndio njia ambayo inaweza kukusaidia wewe kuweza kufanya vizuri kwenye biashara ya ufugaji wa kuku ambao unaofanya. Jambo la msingi ambalo unatakiwa ulifahamu ni kwamba wafugaji wanatofautiana kwa namna ambavyo wanafanya ufugaji wao. Wapo ambao wanafuga kuku kwa ajili ya kuzalisha nyama, wapo ambao wanafanya ufugaji kwa ajili ya kuwazalishia mayai, lakini pia wapo wafugaji ambao wanafanya ufugaji wao wa kuku kwa ajili ya kuzalisha vyote, yani nyama pamoja na mayai. Cha msingi zaidi ambacho unatakiwa ukifahamu ni katika masuala mazima ambayo utayazingatia katika namna ya kuwapatia chanjo kuku wako. Imezoeleka kabisa wafugaji wengi wanafahamu jinsi ambavyo wanatakiwa watumie chanjo zao, na hiyo huenda inawasaidia au upande mwingine inawaletea changamoto. Yapo mambo ya msingi ambayo ningependa uyazingatie au uyafanyie kazi katika harakati za kuwapatia chanjo kuku wako ili waweze kufanya vizuri. Inawezekana kabisa unajiandaa kuwapa chanjo ya kideri, au unajiandaa kuwapa chanjo ya gumboro, au unataka uwachanje chanjo ya ndui ili kusudi kuku wako wasipatwe na hizo changamoto. Jambo la kwanza ambalo unatakiwa ulifanyie kazi ni kuhakikisha maji ambayo utakuwa unayatumia ni maji ambayo ni masafi pamoja na salama. Ninachokimaanisha, usitumie maji ya kuchota moja kwa moja kisimani au bombani alafu ukaenda kutumia kwa vifaranga kama maji ya chanjo. Unachopaswa kufanya, ukichukua maji yoyote yale, kuna njia mbili ambazo unaweza kuzifanyia kazi. Njia ya kwanza ni yale maji kuyachemsha kwa kiwango ambacho yatafikia hatua ya kutoa mvuke, ili uhakikishe elements au contaminant ambazo zipo kwenye maji zinatoka, kama vile klorini ambazo ukiziacha au usipochemsha zinasababisha uwepo wa changamoto ya hiyo chanjo kuto kufanya kwa ufanisi kabisa. Na hapo unapoangalia hawa kuku wapo kwenye harakati za kuwapa chanjo, na hii dringa wameiangusha kwa sababu ya kugombania maji, lakini asinki kila kitu kipo sawa. Lakini pia njia ya pili ambayo unaweza ukaitumia kuhakikisha maji yako yanakuwa salama ni kuweka chemicals ambazo huwa zinasaidia kuondoa chlorine. Chemicals hizo ni kama stabilizer ambazo mara nyingi zinauzwa madukani, na zina uwezo mkubwa wa kuhakikisha maji yako ambayo utakuwa unayatumia yanakuwa ni masafi pamoja na salama kabisa. Lakini njia ya tatu ambayo unaweza kuhakikisha maji yako yao vizuri ni kuweka maziwa ambayo huwa yanatumika mara nyingi kwa ajili ya kuondoa hizo klorini, lakini pia anasaidia hiyo dawa au chanjo kiweka inakuwa ni rahisi zaidi kufanya kazi kwenye mwili wa kuku. Jambo la pili ambalo natakiwa ulifahamu ni kuhusiana na chanjo ambayo utaitumia. Zipo chanjo ambazo huwa zinakaa muda mrefu dukani, na ukija kuzichukua zinakuwa zina ubora, au inawezekana ina muda mfupi, lakini uhifadhi wake kwenye duka au sehemu uliyoichukulia haukuwa mzuri, na matokeo yake hiyo chanjo haina ubora ambao unatakiwa. Lakini jambo lingine ambalo unatakiwa ulifanye, jambo la tatu, ni kuhakikisha kabla haujawapa vifaranga chanjo, masaa mawili kabla, waondolee maji ili wawe na kiu, na ukija kuwapa hiyo chanjo pawepo na asilimia kubwa za kwamba hiyo chanjo imefanya kazi kwa ufanisi. Baada ya kuwapatia chanjo ufanye nini? Wengi huwa wanapendelea kuwapa vitamini kuku wao baada ya kuwapatia chanjo, na hii ni njia nzuri ambayo inafanya kazi. Lakini wapo wengine ambao wanasubiri mpaka siku ya pili yake baada ya kuwapa chanjo kuku wao ili wawape vitamini na waendelee na maisha yao. Ushauri wangu ni kwamba baada ya kuwapatia chanjo kuku wako ni bora ukawapa vitamini, kwa maana kwamba utachanganya hiyo vitamini pamoja na maji alafu unawapa
au kuku wako hayo maji ambayo yana mchanganyiko wa vitamini, na hiyo inasaidia sana kuondoa stress na kuondoa changamoto ambazo huenda kama usingetumia vitamini ingekuwa ni changamoto zaidi kwa hao kuku wako kuweza kufanya vizuri. Je, ni vitu gani ambavyo huwa vinasababisha baada tu ya kuku kupatiwa chanjo wanaanza kupatwa na changamoto za magonjwa? Zipo vitu ambavyo nitakutajia. Kitu cha kwanza, unapowapa chanjo kuku ambao tayari walikuwa na changamoto za magonjwa. Kwa mfano, unapowapatia chanjo kuku ambao walikuwa na shida ya mafua au dalili ya kuonyesha kwamba watakuwa na mafua, moja kwa moja hiyo chanjo inachokifanya wakiitumia au kiwapa inaenda kusababisha uwepo wa mafua zaidi kwa hao kuku. Ndio maana unaweza kukuta mfugaji anawapa chanjo kuku wake ambao tayari walikuwa na changamoto za magonjwa au dalili za magonjwa, na baada tu ya kuwapa chanjo siku ya kwanza, ya pili, ya tatu wanaanza kufa au wanapata changamoto kubwa zaidi ya kuumwa. Lakini pia shida nyingine ambayo inasababisha uwepo wa magonjwa, unapotumia chanjo ambayo tayari imeshapitwa na muda, mwisho wa siku ndani ya chanjo kunakuwa na virus, na wale virus kama walikuwa wameshapitwa na muda, wanachokifanya wanaenda kwenye mwili wa kuku, wanaenda kusababisha changamoto ya uwepo magonjwa moja kwa moja. Lakini ukitumia chanjo ambayo virus wake ndani ya chanjo wapo vizuri, watasababisha kuweka ulinzi sahihi, tofauti na kwamba kuleta changamoto ya magonjwa. Hizo ni dondoo ambazo ndugu mzalishaji unatakiwa uzifahamu, na ni ndogo ndogo lakini zinaleta matokeo makubwa sana kwa wafugaji wengi. Na najua kabisa inawezekana upo kwenye hatua za mwanzo za uzalishaji wako au tayari unafanya ufugaji wako, lakini unapofanya ufugaji wako hakikisha njia ya kwanza au eneo la kwanza la kuzingatia ni kutoa chanjo bora ili uhakikishe usalama wa kuku wako. Asante sana, tukutane katika video nyingine.